nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din. ثم أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Baada ya kumshukuru Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ndiye anayestahili kushukuriwa, na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, kiongozi ambaye Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tumtakie rehma. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akatujumuishe pamoja na kiongozi huyu katika pepo za Firdausi siku ya Kiyama. Tukiongozwa na taufiki za Allah mtukufu subhana, leo tena tunaendelea katika darasa zetu za tafsiri ya Qur'ani kwa kile kiwango ambacho Mola wetu mtukufu subhanahu wa ta'ala anatuwafikisha nacho. Darasa letu linaendelea katika sura ya 20, sura Taha, na katika wiki iliyopita tulisimama katika aya ya 21, kauli ya mtukufu subhana inayosema: qal khudha wala takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Haya ni maneno yalikuwa yanakamilisha maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaliyoanza katika aya ya 17 pale Mwenyezi Mungu alipomuuliza mtume wake Musa: wama tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya. wama tilka biyaminika ya Musa, قال هي عصاي أتوكأ إليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقها فإذا هي حية تسعى. قال akasema Mola subhanahu wa ta'ala baada ya fimbo ya Musa kugeuka joka kubwa sana, lakini lililo na harakati na mwendo wa kasi kama kwamba ni kijoga kidogo. Qala, Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala alisema kumwambia mtume wake Musa, khudha wala takhaf, mkamate, kamata
kumkamata huyo nyoka, wala usiogope. Sanuiduha sirataha alula, huyo nyoka ukisha kumkamata tutamrejesha katika lile umbile lake la mwanzo la kuwa hiyo ni fimbo jitikavu lisilo na uhai. Kwa hivyo wala usiogope. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu katika muujiza wa kwanza aliyompa mtume wake Musa. Lakini aya ya 22 Allah anasema wadhmum yadaka ila janahika, ingiza mkono wako katika sehemu ya kwapa yako au sehemu inayofanana kama ubawa vile kwa yule mwenye mbawa. Ila janahika kwa maana ya chini ya kwapa yako. Anaelekezwa kwa mara ya pili bwana Musa baada ile mara ya kwanza ya kuangusha fimbo yake na kutokea kiumbe sio cha kawaida, kiumbe kilichompelekea Musa mwenyewe kuwa na hofu na kuanza kukimbia, mpaka alipohakikishiwa Musa kwamba usiogope, mbele yangu mimi hawaogopi wale niliowatuma isipokuwa wale walio madhalimu. Kwa hivyo kwa hivyo maelekezo mengine yanakuja, wadhumum yadaka ila janahika, ingiza mkono wako katika kwapa yako au katika mpasuo wa kanzu kwa chini ya kwapa yako. Takhruju baydaa, ukija ukautoa mkono huo utatoka hali ya kuwa mweupe unang'ara. Min ghairi su'in, elewa hilo litajitokeza si kwa sababu umepata madhara, si kwa sababu umeanza kupata maradhi. Hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake anaweza kulidhihirisha katika moja ya viungo vyako. Ndio anamwambia wadhumumi yadaka ila janahika, ingiza mkono wako chini ya kwapa yako. Takhruju baydaa, utatoka hali ya kuwa mweupe unang'ara. Min ghairi su'in, bila ya kuwa na maradhi na matatizo yoyote. Ayatan ukhra, na huu nao ukiwa ni muujiza mwingine. Ule muujiza wa mwanzo wa nyoka, na huu nao ni muujiza mwingine. Allah anamwambia mtume wake linuriyaka, madhumuni makubwa ili tukuonyeshe, min ayatina, katika baadhi ya dalili na miujiza yetu isiyokuwa ya kawaida, al-kubra, iliyo mikubwa. Linuriyaka min ayatina al-kubra, madhumuni tukuonyeshe katika dalili zetu zilizokuwa kubwa. Haya ni maelezo ya Mwenyezi Mungu kwa mtume Musa alayhi salam. Kama tulivyoanza kauli ya Mwenyezi Mungu, anamwambia mtume wake wadhumumi yadaka ila janahika takhruju baydaa min ghairi su'in, kwa maana udkhul yadaka tahta ibtika, ingiza mkono wako chini ya kwapa yako. Thumma ukhrujuha, kisha utoe mkono huo. Takhruju nayiratan mudhi'atan, utatoka ukiwa na nuru unang'ara. Kawau ishamsi wal qamari, utakuwa uking'ara kama mwangaza wa jua na mwezi. Min ghairi aibin wala barasin, usije ukifikiria kwamba labda umeumwa au umepata maradhi ya mbaranga.
Qala Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema, kana idha adkhala yadahu fi jaybihi, alikuwa Nabii Musa anapouingiza mkono wake katika huu mpasuko wa kanzu, thumma akharajaha, kisha akautoa, takharuju, unatoka mkono huo, tatalaala, uking'ara-ng'ara, kaannaha, kama kwamba ule mkono wake falaqatu qamarin min ghairi barasin wala adha, unang'ara kama vile tangara la mwezi, lakini si kwa sababu ya maradhi wala kuwa na sifa ya baranga. Anaambiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala, ayatan ukhra, hii ni dalili nyingine, huu ni muujiza mwingine, ay muujizatan thania, muujiza wa pili, ghaira al-aswa, ukiacha ile fimbo ambayo tayari ulikuwa umeipata au umeiona. Wanasema wanawazuoni, katika mitume wote aliyowazungumza Allah katika Qur'an, na ile miujiza au mambo waliopewa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yeye amepewa muujiza kama huo. Hapa Musa alayhi salam ananenezwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini bwana mtume sallam alialikwa na Mwenyezi Mungu mbinguni, mpaka ikafikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumneneza mtume wake akiwa yeye na Mola wake mahala ambapo hakupata kufika kiumbe yoyote. Yeye Nabii Muhammad alifika. Wanasema watu wa sira, mpaka ikafikia amata lahu hujubal anwari aljalaliya, faarahu bi'ainai ra'sihi min hadrati rububiyyati ma arahu. Mwenyezi Mungu alimuondoshea mapanzia mtume wake, akamuonyesha mtume wake hayo aliyotaka kumuonyesha. Kwa hivyo Nabii Muhammad yeye alinenezwa na Mola wake, kiasi cha kwamba wapo baadhi ya wanawazuoni alinenezwa na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa akimuona Mwenyezi Mungu. Musa alayhi salam alinenezwa na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa pakiwa na panzia baina yao, mpaka akatamani amuone Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa Musa anapewa miujiza ya fimbo, Musa anapewa muujiza wa mkono. Lakini katika suratu Isra'i Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anasema, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa. Kwa madhumuni gani? Linuriyahu min ayatina, tumuonyeshe miongoni mwa miujiza yetu, innahu huwa samiul basir. Kwa hivyo na mtume sallama alipelekwa katika safari ya Isra, akaonyeshwa mambo makubwa na mazito ambayo karibu mtume yoyote hakupata kuonyeshwa, ya kufikishwa peponi, motoni na kadhalika. wadhumum yadaka ila janahika takhruju baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra. Hiyo ni aya nyingine, huo ni muujiza mwingine. Linuri yaka, tumefanya hivyo ili kukuonyesha, min ayatina, katika baadhi ya aya zetu. Wanasema wanawazuoni, min ya tabiidhi, hii ni katika baadhi ya miujiza ya Mwenyezi Mungu aliyopewa Musa alayhi salam. Anasema Mwenyezi Mungu, madhumuni linuri yaka,
ili tukuonyeshe min ayatina, katika baadhi ya aya zetu, al-kubra, zilizokuwa kubwa. Ay linuriyaka bidhalika ba'dha ayatina al-azim, tukuonyeshe kupitia hivyo baadhi ya aya zetu zilizokuwa kubwa. Arahu Allahu mu'jizataini, Allah alimuonyesha Musa miujiza miwili, al-aswa wal-yad, ile fimbo na ule mkono. Wa hiya ba'dhu ma ayyadahu Allahu bihi, na miujiza hii ni baadhi ya miujiza ambayo Mwenyezi Mungu alimsapoti Musa, minal mu'jizati al-bahira, kutokana na miujiza yenye kuhemeza. Thumma, kisha, amarahu, akamuamrisha mtume wake, an yatawajjaha ila Firaun, aelekee kwa Firauni, ambaye Firauni huyo raasil kufri wa tughyan, yeye ndiyo kiongozi, ndiyo kichwa cha ukafiri, kama kwamba bila ya yeye ukafiri usingelikuwa hai. Ndiyo Mola mtukufu subhanahu wa ta'ala anamwambia Nabii Musa, idhabu, sasa nenda, ila Firauna, peleka ujumbe kwa Firauni, innahu tagha, yeye Firauni amepindukia mipaka. Idhhab, nenda Musa, ila Firauna, peleka ujumbe kwa Firauni, innahu tagha, li'annahu tagha, kwa sababu yeye amepindukia mpaka, kukufuru kwake kumefurutu ada. Kwa sababu gani? Hapa anatumwa Musa wakati Firauni anatangaza ana rabbukumul a'la. Kwa hivyo idhhabu ilaihi, nenda kwa Firauni, innahu tagha, ay idhhabu bima ma'aka minal ayati, nenda ukiongozana na miujiza tuliyokupa, ila Firaun, innahu takabbara, kwani yeye amefanya kibri, watajabbara, amejifanya jabbari, wajawaza alhadda, amepindukia mipaka, fitughuyani, hatta da'al uluhiyya, mpaka amefika mahala Firauni anajitangaza kuwa yeye ni Mungu. Nenda umpelekee ujumbe na ukamfikishie taarifa ya kwamba yeye sio Mungu. Tulipokuwa katika surati al-Qasas, aya hizi za kisa cha Nabii Allah Musa akiwa mahala hapa pia zimeelezwa. Kule Mwenyezi Mungu alimwambia Musa, usluku yadaka fi jaibika, tia mkono wako katika mpasuko wako wa kanzu, takhruju baydaa min ghairi su'in, utatoka hali ya kuwa unang'ara, si kwa sababu umegonjwa. Baadaye wavmum ilaika janahaka minar rahbi, rudi tena mkono wako ukitaka uondokewe na hilo, urejeshe tena kutokana na ile hofu na woga. Fadhanika burhanani, anaambiwa hii ni miujiza miwili, hizi ni dalili mbili, min rabbika, zinazotoka kwa Mola wako, ila Firauna, umpelekee Firauni khaswa, wa malaihi, na viongozi wake, innahum kanu qauman fasiqin. Sababu ya kupelekewa ujumbe huu ni kwamba wao wamekuwa watu waliotoka katika twaa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio anamwambia idhhab, nenda ila Firauna, innahu tagha, kapindukia mipaka. Qala Musa alayhi salam
anarudi kumzungumza Mola wake, anamwambia Mola wake, Rabbi, ewe Bwana wangu, ishrah li sadri, kwanza naomba ukikunjue kifua changu kwa kuupokea ujumbe wako na kuuhifadhi. Utakapoingia katika kifua changu usiwe unayumbayumba na kulegalega. Jambo la kwanza ninalokuomba, ishrah li sadri, ay wasi'uhu, kikunjue kifua changu, wanawiruhu, kitie nuru kifua changu, bil imani, kwa imani, wanubuwa, kitie nuru kwa imani na kwa unabii. Hilo ombi langu la kwanza. Wayassir li amri, na hili jambo la kupeleka ujumbe kwa Firauni ya Allah si jambo dogo kama unavyomfahamu Firauni, na kuomba jambo hili nifanyie liwe jepesi. Yassir li amri, aisahil alayya, lifanye jepesi kwangu mimi, alqiyama bima kallaftani, kulisimamia lile ambalo wewe Allah umenikalifisha, min a'ba'i risalati wad-da'wa, kutokana na majukumu ya utume na dawa. Hili jukumu si jepesi ya Rabbi, na kuomba wewe unisaidie. Hawa watu waliotumwa na Allah tabaraka wa taala, pamoja na kwamba jukumu hili kapewa na Allah subhanahu wa taala, bado anarudi kwa Allah kumuomba Allah, ya Rabbi, nisaidie, niwezeshe, kifua changu kijaze nuru, kijaze hikma, kikunjue kwa ajili ya risala na nubuwa. Hawa ni watu wa Mungu, wanarudi kwa Mungu kutaka msaada wa Mungu. Tunafahamiana? Wayassir li amri, na kuomba liepesishe kwangu jambo hili ambalo umenikabidhi. Ayhulla yassir li amri, sahil alayya, epesisha kwangu ya Allah, alqiyama bima kallaftani, kulisimamia jambo ulilonikalifisha, min a'ba'i risala, katika majukumu ya utume, wa da'wa, na katika majukumu ya kazi ya dawa, na kuomba niepesishie ya Allah. Jambo jingine ambalo Musa anamuomba Mola wake kabla hajachukua jukumu la kufikisha ujumbe kwa Firauni, anamuomba Mola wake, wahalul uqdata min lisani, na kuomba ya Allah, katika ulimi wangu kuna uzito wa kutamka, katika ulimi wangu kuna uzito wa kutamka, basi na kuomba uzito huo ufungue, uondoke. Kwa madhumuni gani? Yafqahu qawli, likai yafqahu qawli, ili wale nitakao kuwa nikiwazungumza, yale nitakayokuwa nikiyazungumza wayafahamu. Na kuomba ya Allah, na uzito katika ulimi wangu, na umenipa jukumu la kufikisha ujumbe wako, ili kuwe na wepesi wa kufahamu ujumbe wako ya Allah. Na kuomba uondoshe uzito ulio katika ulimi wangu, ili nitakapokuwa nikizungumza na hao ulionituma kwao, watu waweze kunifahamu. Hilo ni ombi jingine la Nabii Allahi Musa. Ayhulla hadhihi, na kuomba ufungue hadhihi lukuna alhasilata, kilichokuwapo fi lisani, katika ulimi wangu, hata yafqahu kalami, ili watu waweze kujua maneno yangu, wasiseme mtu mwenyewe hatukufahamu. Nijaalie ufasaha ya Rabbi, ili watu wanifahamu. Qala almufassiruna,
Wanawazuoni wa tafsiri wanasema Asha Musa fi baiti Firauna, Musa aliishi katika nyumba ya Firauni kama ilivyoelezwa katika sura mbalimbali. Musa aliishi katika nyumba ya Firauni. Ndiyo mshairi mmoja akasema, uwezo wa Mwenyezi Mungu wewe acha tu. Anasemaje yule mshairi? Anasema, wa Musa alladhi rabbahu Firauna mursala, wa Musa alladhi rabbahu Firauna mursala, Musa ambaye kalelewa na Firauni amekuwa mtume. Kikawaida mtoto wa nyoka hawi mamba, angelikuwa Musa sawa sawa na Firauni. Lakini Mwenyezi Mungu anapotaka kufanya lake, Musa alladhi rabbahu Firaunu mursala, wa Musa alladhi rabbahu Jibrila kafira. Lakini kuna Musa mwingine ambaye anaitwa Samiriyu. Huyu alilelewa na Jibril baada ya kutupwa na mama yake maporini, kwa sababu wakati huo ilikuwa kuzaa bila ya mume ni aibu. Huyu mama wa Samiriyu alichepuka, kwa hivyo akaona aibu. Baada ya kumzaa mtoto akenda akamtupa. Yasemekana ikawa anakwenda Jibril kwenda kumnyonyesha kupitia vidole vyake Jibril mpaka kakuwa, na ndiyo alipopata alama ile ya mchanga akaja akatengeneza sanamu. Inshallah tutakuja kuona huko. Lakini yule alilelewa na Jibril, amelelewa na Jibril, lakini hakuwa na tabia za kijibril. Amelelewa na Firauni, lakini hakuwa na tabia za kifirauni. Hayo ni mambo ya Allah tabaraka wa taala. Tunafahamiana? Kwa hivyo wanawazuoni wanatuambia sababu ya kupata uzito Musa katika uzungumzaji wake. Asha Musa ila baiti Firauna, Musa aliishi katika nyumba ya Firauni. Fawadhaahu Firaunu marratan fi hijrihi, Firauni alimuweka Musa fi hijrihi, katika mapaja yake. Wa huwa saghirun, hali ya kuwa wakati huo Musa mtoto mdogo. Fajarra lihyahu, Musa akavuta ndevu za Firauni, kwa sababu Musa pamoja na kwamba mtoto mdogo, lakini aliandaliwa kuwa nabii. Kwa hivyo alikuwa anamchukia Firauni pamoja analelewa ndani mwake. Tayib, akamvuta ndevu zake. Alipovutwa ndevu zake kwa mkono wake, fahamma biqatilihi, Firauni akasema, wewe kwisha, nitakuua. Huyu mtoto ameingia nyumbani kwa Firauni kwa sababu mama Asia bado hakuwa na mtoto, na yeye ndio aliyopiga kampeni mtoto huyu awe mwanafamilia, huenda atakuja kutusaidia baadaye. Hapa sasa amemvuta ndevu simba. Firauni kavutwa ndevu, anasema huyu si mtoto, huyu mtoto huyu ana tatizo na badaa, kwa maana hiyo mimi nitamuua. Faqalat lahu Asia, mama Asia ndio akamwambia mumewe, innahu la yaaqilu, huyu mtoto bado hajafahamu huyu. Wasaurika, na nitakuonyesha bayana dhalika, ubainifu kwamba huyu mtoto hana akili. Faqaddama ilaihi jamrataini, ndipo mzee akaleta makaa mawili, jamrataini, makaa mawili, waluluataini, na lulu mbili. Sawa, wengine wasema na tende kwa mbili. Maana yake nini? Fa in akhadha luluata, ikiwa Musa atakwenda kuchukua lulu au tende, urifati, patajulikanwa, annahu ya aqilu, kwamba Musa akili anazo, lakini anafanya uhuni kwa baba yake. Wa in akhadha aljamrata, akichukua lile kaa la moto,
urifati patajulikanwa annahu tiflun la yaqilu, Musa bado mtoto mdogo, akili hana. Faqaddama ilaihi fa akhadha aljamrata, yalipowekwa vitu hivyo mbele ya Musa, yeye akasonga mbele akenda kuchukua kaa la moto. Faja'alaha fi fihi, akalitia mdomoni. Kaa la moto akalitia mdomoni ili Musa apate usalama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuelekeza Musa alichukue kaa la moto na akalitia mdomoni. Fakana fi lisanihi habsatun, ikawa ndiyo katika ulimi wake sasa kuna uzito. Mama akamthibitishia mumewe, umeona, angelikuwa na akili huyu angelichukua kaa la moto mpaka akalitia motani mdomoni. Sawa? Tai. Kwa hivyo kala, ndiyo Musa anaomba sasa, Rabbi, ewe Bwana wangu, ishraha li sadri, naomba ukikunjue kifua changu. La kwanza hilo. Wayassir li amri, jukumu ulilonipa si jepesi, na kuomba unisaidie, niwezeshe jukumu hili kwangu liwe jepesi ya Allah. Lakini wahlulu uqdatan min lisani, jambo la tatu na kuomba, katika ulimi wangu kuna uzito, basi na kuomba ondosha kikwazo hicho. Yafqahu qawli, likai yafqahu qawli, ili wale nitakaozungumza nao waweze kuelewa kwa wepesi, kwa ufasaha, kwamba Musa amesema nini. Jambo la pili, la nne, waj'al li waziran min ahli, na kuomba ya Allah kwa fadhila zako na kwa rehema zako, nijaalie msaidizi anayetokana na familia yangu. Waj'al li waziran, na kuomba nijaalie msaidizi min ahli, anayetokana na familia yangu. Na ninampendekeza Haruna akhi, ndugu yangu Harun. Ay ij'al li mu'inan yusaiduni wa yakunu min ahli, awe anatokana na familia yangu. Wa huwa akhi Harun ushdud bihi azri, na kuomba ya Rabbi kupitia Harun, naomba unisapoti niweze kuwa na nguvu katika kulifikisha hilo. Ay lituqawi bihi ya Rabbi dhahari wa ashrikuhu fi amri, sio nataka tu awe waziri, umshirikishe katika jambo hili la risala, na yeye awe mtume pia kwa Bani Israila. Imekuja katika suratul Qasas, Allah anamwambia Musa, sanashuddu, qala sanashuddu adaka, tutakuunga mkono wako, kwa maana tutakusapoti, bi akhika, kwa kukuambatanisha pamoja na ndugu yako. Wanaj'al lakuma, na tutajaalia kwenu wawili nyinyi, sultanan, tutawapa hoja, fala yasiluna ilaikuma, maadui zenu hawatawafikia nyinyi kuwafanyia madhara, wala hawatawafikia nyinyi kwa hoja tulizowapa kuweza kuwashinda kihoja. Biayatina antuma wa manittaba'akum alghalibun, kwa sababu ya aya zetu. Biayatina, kwa sababu ya aya zetu. Antuma, wewe Musa na ndugu yako. Wa manittaba'akuma, na kila atakaye wafuata nyinyi katika njia ya dini. Alghalibuna, nyinyi ndiyo mtakuwa washindi. Hili Allah analitangaza kwamba watu watakao wafuata mitume kwa hoja walizokuja nazo mitume, haitatokea hata mara moja watu hao washindwe kwa hoja au washindwe kwa jambo jingine lolote lile. Isa alayhi salam anawauliza watu wake, man ansari ila Allah,
qala alhawariyuna nahnu ansarullahi alafu faamana taifa ndio min bani israila. Aya ikamalizia faayyadna ala alladhina amanu ala aduwihim faasbahu dhahirin. Siku zote watu watakaosimama katika haki ni lazima washinde. Hata kama hao waliosimama katika haki anawezekana akaonekana kauliwa, anawezekana akaonekana katiwa jela, lakini huko kutiwa jela, huko kuuliwa mtu aliye katika haki ni moja ya ushindi. Sawa? Ni moja ya ushindi. Mtu anayepigania haki haoni tatizo kuuawa kwa ajili ya haki kama amesimama katika haki ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haoni tabu, haoni shida. Tunafahamiana? Tayeb. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasikiliza maombi ya Mtume Musa. Waj'al li waziran, naomba unijaalie msaidizi, min ahali, anayetokana na familia yangu, na ninampendekeza Haruna akhi, ambaye ni ndugu yangu. Ushdud bihi aziri, naomba unisapoti kupitia yeye ndugu yangu, usapoti mgongo wangu. Ailitukawiya bihi ya rabbi dhahari wa ashrikuhu fi amri, na kuomba ya Rabbi umshirikishe katika jambo hili. Aijalhu sharikan li fi nubuwa wa tablighi risala, na yeye mjumuishe humo. Kainu sabbihaka kathira, kwa madhumuni nikiwa mimi na yeye tunakuwa na nguvu ya pamoja. Jambo la kwanza, tutakutakasa sana. Kainusabbihaka kathira, linusabbihaka kathira, ili tupate nguvu ya kusabihi, ya kukusabihi kwa wingi. Wanadhkuraka kathira, na tukutaje wewe Allah kwa wingi. Aikaina taawan, ili tusaidiane. Ala tanzihika, kwa kukutakasa. Amma la yaliqu biha, wanadhkuraka biduai wathanai alayka, innaka kunta bina basira. Kwa sababu wewe umekuwa ukituona ya Rabbi, na kuomba nipate mwenzangu, ili kupitia yeye tutakuwa kitu kimoja, tutakuwa nguvu moja, ili tuweze kuelekeza katika hili ambalo wewe umetutaka tulielekeze. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna li fi samai, mimi katika mbingu za Mwenyezi Mungu waziraini, katika mbingu za Allah mimi nina mawaziri wawili. Wa fil ardi waziraini, anasema Mtume wa Allah, katika ardhi pia nina mawaziri wawili. Falladhani fi samai, mawaziri wawili wangu walioko mbinguni, Jibrilu wa Mikail. Hawa ni wasaidizi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Nabii Musa ameomba kupata mawaziri, lakini Nabii Muhammad yeye hakuomba, amepewa mawaziri. Nabii Musa ameomba amuone Mwenyezi Mungu. Nabii Muhammad hakuomba, bali yeye ameoneshwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Suleimani aliomba ufalme ambao hatopewa mtu mwingine katika dunia, akapewa na ufalme na usafiri wa ndege. Lakini Nabii Muhammad akapewa Isra na Mi'raji, akaondoka zaidi ya ule usafiri wa Suleiman alayhi salam. Tunafahamiana? Kwa hivyo anasema Nabii Muhammad ana mawaziri wawili mbinguni, ana mawaziri wawili ardhini. Mawaziri wa mbinguni Jibril na Mikail, mawaziri wa ardhini Abu Bakar wa Umar. Anasema maneno haya mtukufu
sallallahu alayhi wasallama. Na hadithi nyingine anasema idha arada Allahu bimalikin khaira, Mungu akimtakia mfalme kuwa mfalme huyo awe mfalme wa kheri, na ili Mungu kumtakia mfalme kuwa mfalme wa kheri, katika huo ufalme ni lazima apite katika zile taratibu Allah subhanahu wa ta'ala anazoziridhia. Sasa Mwenyezi Mungu akimtakia mfalme kuwa wa kheri, basi anasema qayyadha lahu waziran saliha, Mwenyezi Mungu humwambatanishia mfalme huyo na waziri aliyomwema. Waziri mwema anamuweka pamoja naye. Innatia, yule mfalme akisahau jambo fulani, dhakarahu, huyu waziri anamkumbusha. Lakini wa innawa khaira, huyu mfalme akikusudia kufanya jambo la kheri, aanahu, huyu waziri anatoa msaada kufanikisha. Lakini wa in arada sharra, ikiwa Mungu atamtakia waziri shari, kafahu, mwenye subhana. Wa in arada sharra, akitaka yule mfalme kufanya jambo baya, kuteleza, kafahu, yule waziri wake anamzuia, ili alina maslahi hili. Anawaandaa wafalme kama hao Mwenyezi Mungu. Lakini wafalme kama hao ni wale ambao Mwenyezi Mungu subhana, mpaka kufikia katika ufalme wao yuko radhi nao. Kinyume na hivyo, Mwenyezi Mungu hawezi kumpa support ya kumuongoza, kwa sababu ufalme wa njia nyingine zozote ambazo Mungu hakuziridhia, Mungu yule anayelazimisha awe humsukumia. Sawa? Tayyib. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri. Kwa madhumuni gani? Kainusabihaka kathira. Lengo letu na madhumuni yetu, tukiwa pamoja tutasapotiana, tutaungana nguvu, tutakusabihi wewe Mola wetu kwa wingi sana, wanadhkuraka kathira, na tutakutaja kwa wingi sana. Innaka kunta bina basira. Hii kama illa anayoitoa Nabii Allah Musa, liannaka, kwa sababu wewe, kunta bina basira, umekuwa kwetu mwenye kutuona. Ay aliman bi ahwalina, unazijua hali zetu zote. La yakhfa alaika shay'un, hakifichiki chochote kwako. Min af'alina, katika matendo yetu ya Allah. Mfasiri Sheikh Muhammad Swabuni anasema, talaba Musa min rabbihi, Musa alitaka kutoka kwa Mola wake, an yu'inahu bi akhihi, ampe nguvu na kumsaidia kwa kumpa ndugu yake, yashuddu bihi azrahu, lima ya'lamu minhu min fasahati lisani, kwa sababu Musa anamjua kaka yake Harun ni mtu fasaha sana. Kwa hivyo akiwa pamoja naye atasaidia katika kazi ya da'wa. Sawa? Wathabitu lima ya'lamu minhu min fasahati lisani wa thabati aljinani, na kuwa na msimamo, wa an yushrikahu ma'ahu, na kwamba Mungu amshirikishe pamoja na yeye Musa Haruna, fil muhimmati, katika mambo yale muhimu. Lima ya'lamu min tughyani Firauna, kwa sababu Musa anamjua Firauni ni mkorofi, wa takaburihi wa jabarutihi, na kibri cha Firauni na ujabari wake. Kwa hivyo anaomba apate mtu angalau watakuwa pamoja
wanaweza wakapambana na Firauni. Sawa? Usisahau wakati Musa anaondoka katika nchi ya Misri, alikuwa anakimbiza uhai wake baada ya kupata ushauri wa yule mtu mmoja aliyemwambia innal malaa ya'tamiruna bika, wakubwa wa nchi umewakera na wanakutafuta popote ulipo wakikutia mkononi. Elewa, unajua mahakama ya nchi hii ya Misri kwa Firauni, hutoki tena. Ushafahamu? Qala, Mwenyezi Mungu anamjibu Musa, kadi utita suulaka, Musa, kwa hakika umepewa maombi yako, umepewa ulioyaomba. Kadi utita suulaka ya Musa, umepewa ulioyaomba. Wala kadi mananna alaika marratan ukhra, na kwa kukuneemesha tu Musa, tumekuneemesha mara nyingi, sio mara hii ya kukupa haya manne ulioyaomba. Tumekuneemesha mara nyingi, na neema tulizokuneemesha ni kubwa zaidi. Maana ujauzito wa Musa uko kwa mama yake, Musa yuko ndani ya tumbo la mama yake, ndio kile kipindi ambacho Firauni anatangaza kila atakayejulikana ana mimba, taarifa zake zijulikane, na ajulikane amejifungua nini, na akijifungua mtoto wa kiume basi mtoto huyo aambulie kisu. Sawa? Sanukatilu abnaahum, tutawaua watoto wao wa kiume, wanastahi nisaahum, tutawabakisha watoto wao wa kike. Si kwa sababu ya upendo sana wa watoto wa kike ili wapate burudani, lakini taifa ni wanaume bwana. Taifa siku zote ni wanaume, na Firauni alilijua hilo, na ndio maana akasema tutawaua watoto wa kiume. Hawa kike hawa wanakuwa kwa kutia rangi ya mdomo, umefahamu bwana? Anasema uufita, umepewa masaalta, ulichokiomba, wa ma talabta, ulichokitaka. Thumma dhakarahu ta'ala, kisha Mwenyezi Mungu akamkumbusha Musa bilminanil idhami alayhi, kwa neema kubwa alizomneemesha. Ndio anamwambia wala qad mananna alayka marratan ukhra, mara nyingi tumekuneemesha. Ay an'amna alayka ya Musa biminnatin ukhra ghaira hadhihi alminna idha awhayna ila ummika ma yuha. Neema ya kwanza kubwa ambayo tulikuneemesha, tulipeleka ufunuo kwa mama yako, wahai wa ilhamu, wahai wa ilham. Idha awhayna ila ummika, pale tulipopeleka wahai kwa mama yako, mama wa Musa, mayuha, hayo tuliyoyapeleka kwa mama yako. Ai alhamnaha ma yulhimu, yale ambayo tuliyomfunulia ilhamu. Alhamnaha ma yulhimu mimma kana sababan fi najatika, hayo tuliyomfunulia wahai ilikuwa ndiyo sababu ya wewe kuwa hai mpaka leo. Kwa hivyo tumekuneemesha mara nyingi. Tulimwambia mama yako anifidhifihi fitabuti, mtoto wako huyo mtie katika sanduku. Anifidhifihi fitabuti, alafu faqidhihi fil yammi, nenda ukalitupe sanduku hilo katika mto wa Naili. Ay alhamnaha an alqi hadha tifla, mtie mtoto wako huyu fi sunduki, katika sanduku. Thumma itarihihi, kisha litupe fi nahari Naili. Thumma madha wa man yatasallamahu,
kisha kitakuja nini? Nani ataliokota sanduku hilo? Ndio Mwenyezi Mungu anasema falyulqihi yamu, sanduku hilo lenye Musa ndani yake litapelekwa na huo mto bisahili, katika ufukwe. Likifika ufukweni, ya akhudhuhu aduun li wa aduun lahu, mtoto huyo atakuja kuchukuliwa na adui yangu mimi na adui yake yeye huyo Musa. Kwa hivyo mama alipopata ilhamu hii, kwa kuogopea uhai wa mwanawe, angeliendelea kumlea yeye, alikuwa na wasiwasi kwamba asingelibaki hai. Kwa maana hiyo ilhamu hii ilipompitia, akatengeneza hivi alivyoelekezwa, alafu akenda kumtupa au kulitupa lile sanduku katika mto. Tayyib, ya akhudhuhu aduun li wa aduun lahu, qala fil bahri almuhiti falyulqihi amrun ma'nahu alkhabar, akamtupa ya bisighati al-amri mubalaghatan idhil amru aqta'u al-af'ali, kwa vile amri ndiyo ile kitendo kilichokuwa cha kukata moja kwa moja. Anasema katika jumla ya neema, wa alqaitu alayka mahabbatan minni, kadhalika nikatia juu lako mapenzi yanayotoka kwangu mimi, ukawa unapendwa sana. Watu wote ndani ya nyumba wanakufurahia, labda mzee mwenyewe zara'atu fil qulubi mahabbataka, niliotesha katika nyoyo za watu mapenzi yako, bihaithu la yakadu yasbiru anka man ra'aka, ikawa hawezi kuvumilia mtu atakaye kuona, hata ahabbaka Firaun, mpaka akakupenda Firauni. Qala ibn Abbas ahabbahu Allah wa habbabahu ilayhi khalqihi, Musa alipendwa na Mungu, alafu Mungu akawafanya watu wengine wampende Musa. Na hivyo imekuja katika hadithi pia sahihi ya bwana mtume, anasema bwana mtume sallama, idha ahabba Allahu abdan, Mwenyezi Mungu anapompenda mja, nada Jibril, anamuita Jibril, alafu anamwambia inni ahabbtu fulani, mimi nimempenda fulani, fa ahibbahu, na wewe mpende fulani. Kwa hivyo huyo mtu anapendwa tena na Jibril. Akisha kupendwa na Jibril, Allah anamuamrisha Jibril atoe tangazo katika mbingu huko, awatangazie wakazi wa huko, inna Allaha yuhibbu fulan, Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anampenda fulani, fa ahibbuhu, na nyinyi mpendeni. Basi anapendwa na malaika wa Allah huyo mtu. Lakini linakuja tangazo hilo katika ardhi pia. Mwenyezi Mungu kupitia Jibril anakuja kutangaza, Mwenyezi Mungu anampenda fulani na nyinyi mpendeni. Basi unaweza ukaona, ukashangaa, ukamuona mtu dhaifu sana, ukamuona mtu hana utajiri, ukamuona mtu hana uongozi, ukamuona mtu hakuna cha kufaidika kutoka kwake, labda mtu akimpenda huwa anapata chochote au atapata ajira, au angalau na yeye ataalikwa siku moja moja kwenda kula vinono, mtu wa kawaida sana. Lakini kila unakopita mtu huyo anapendwa na watu, na huna unalofanya tena, watu wanaweza kugharamika kumuondoshea mapenzi kwa watu, basi watu wakawa bado wanaendelea kumpenda huyo mtu. Na hayo huwa tunayashuhudia tunayashuhudia hayo katika dunia hii. Hutokea mtu utafikiri wale watu kawanywesha kitu gani kwa mapenzi mpaka watu wengine wanachukia. Kwa nini huyu anapendwa hivi? Amependwa na Mwenyezi Mungu kwanza. Sawa, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, mimi nimekupenda alafu nikawafanya watu wakupende. Walitusnaa ala aini,
kwa madhumuni kwamba malezi yako uwe unalelewa, mimi mwenyewe nikiwa muangalizi. Allah tabaraka wa taala anamwambia Musa, katika jumla ya neema nilizokuneemesha katika malezi yako wewe, mimi nilichukua dhamana ukawa chini ya uangalizi wangu. Walitusnaa ala aini, ay waliturabba, ulelewe biaini llah, kwa aini ya Mwenyezi Mungu, bihifudhi, kwa hifudhi yangu, wa riayati, na usimamizi wangu. Idh tamshi ukhtuka, kumbuka neema nyingine wakati dada yako alipokuwa akitembea, akafika nyumbani kwa mzee, kwa bwana mkubwa laanatullah. Kule ndio kushatokea mtoto kaokotwa, lakini mtoto huyu bado mchanga, mtoto anahitaji kunyonya. Kawaida ya wanawake wanaonyonyesha wanakuwepo majumbani. Kaitwa mama wa kwanza amnyonyeshe mtoto, kakata. Kaitwa mama mwingine, kakata. Kaitwa mama mwingine, kakata. Kwa sababu siku zote maziwa yanatoka kwa mama, yanatoka na ile chakula kilichonunuliwa na baba, sio? Sasa wakati mwingine vyakula vyenyewe vilivyosababisha maziwa hayo kutoka ilikuwa vyakula vya haramu. Kwa hivyo huyu mtume wa Mwenyezi Mungu hawezi kunyonya ovyo. Ushafahamu Kwa hivyo kila mama aliyokuwa analetwa kunyonyesha, ikawa Musa hataki yale manyonyo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mtu anaponyonyeshwa na mama mwingine, ikiwa bado yule mtoto yuko chini ya miaka 2, siwezi kujua sheria yao Bani Israila ilikuwaje, lakini sisi ummati Muhammad, mtu akinyonyeshwa minyonyo 5, huyu mtoto anayenyonyeshwa bado yuko chini ya miaka 2, huyu mtoto yule aliyemnyonyesha anakuwa mama yake. Kwa hivyo Musa hakutakiwa kuwa na mama hao, ndio maana pia akakatazwa asinyonye katika maziwa ya mama hao. Moja, inawezekana mama hawa maziwa yao, hao akina baba hao walionunua vyakula mpaka akina mama hawa kutoka maziwa, yaelekea vyakula vyao havikuwa vya halali. Kwa hivyo mtume wa Mwenyezi Mungu hawezi kukua kwa vitu vilivyokuwa sio vya halali. Naam. Idh tamshi ukhtuka, kumbuka katika jumla ya neema ambazo Mola wako amekuneemesha pale alipokuwa akitembea dada yako. Fatakulu, alipofika katika kasri ya Firauni akasema, hal adullukum, si bora nikawafahamisha, man yakfuluhu, juu ya mtu ambaye atachukua dhamana ya ulezi wake na atanyonya huyu. Ay hina tamshi ukhtuka watattabi'u atharaka, anafata athari zako. Fatakulu, wakawa anasema liali Firauna hina talabu laka almaradhi'a, pale walipotaka kukutafutia wewe wanyonyeshaji, yeye akawaambia, hal adullukum ala man yadhmanu lakum hadhanatahu, si bora ni wafahamishe mtu ambaye atachukua dhamana ya unyonyeshaji wa mtoto wenu huyu, wa radhaatahu. Qala almufassiruna lamma iltaqatahu alu Firauna ja'ala la yaqbalu thadiya imra'atin, alikuwa hakubali nyonyo la mwanamke yoyote. Lianna Allaha harrama alayhi almaradhi'a, kwa sababu Mungu alimharamishia manyonyo. Wabakiyati ummuhu, akabakia mama yake peke yake. Baada qadhafihi, akabakia mama yake baada qadhafihi, baada ya kule kumtia fil yammi, katika ule mto, akabakia maghmumatan, hali ya kuwa hana furaha. Faamarati ukhtahu, ndipo akamuamrisha dada wa Musa, antatabia khabarahu, afuate habari za ndugu yake.
falamma wasalat ila baiti Firauna, alipofika nyumbani kwa Firauni, waraatuhu, akamuona ndugu yake, qalat, akasema dada, hal adullukum ala imra'atin aminatin, muaminifu sana, fadilatin, tena mwanamke mtukufu, tataahadu lakum, yeye atachukua dhamana kwa ajili yenu, ridhaa hadha tifli, ya unyonyaji wa mtoto huyu. Fatalabu minha, wakamwambia mlete. Fatalabu minha ihdaraha, wakamwambia mlete. Faatat bi ummi Musa, akaja mama yake Musa. Falamma akhrajat thadiyaha, alipolitoa ziwa lake, iltakamahu, Musa akasema hapa ndio nyumbani. Fafarihati zawjatu Firaun, mke wa Firauni akafurahi sana, farhan shadida. Waqalat laha, akamwambia mama yake Musa, kuni ma'i fil qasri, bora uishi hapa hapa. Umeona dodo hiyo inaokotwa? Umefahamu usishangae, wengine huwa wanaokotwa huko wana madumu ya maji. Ndio Mungu alivyo. Kitu akipiganiwi bwana, Mungu akitaka kukupa atakupa tu. Ukiona mpaka unakipigania, jua hicho sio cha kwako. Shafahamu? Ukikipigania kitu, jua hicho kitu kitakuwa sio cha kwako. Na kikiwa sio cha kwako, ukilazimisha kiwe cha kwako, hata ukikipata, jua Mungu hakukupa kwa radhi zake, itakuwa akakusukumia. Na ikiwa akakusukumia, Mungu hakupi mashirikiano, huna ujanja wa kufanikiwa. Shafahamu riziki yako, wala usihangaike we kupambana kufanyaje, hapana. Mungu atakupa tu. Na lau kama watu tungelikuwa tunalijua hili, wallahi asingenyanyua mtu ulimi wake kumtukana mwenzie, asingenyanyua mtu mkono wake kumpiga mwenzie kwa sababu ya kugombea chochote kile. Kwa sababu huko katika Ali Imran, kulillahumma malikal mulki, si ndio? Tuutil mulka hakadha. Na huku bwana Mtume sallallahu anatuambia, fa innaka taqdi wala yuqda alayka, innahu la yadhillu man walaita wala ya'izzu man adaita wala ya'izzu. Sawa hawezi kuwa na heshima na kupata utukufu ambaye Mungu hakutaka awe. Yeye Allah subhana ndio anayempa uazizi anayemtaka yeye, na anampa uazizi anayemtaka yeye kwa maslahi ambayo anayaona huyu watanufaika watu wengine. Sawa? Kwa hivyo mama anaambiwa baki na yale mchuzi mwekundu baki hapa, unataka kwenda wapi tena? Tulelee huyu mtoto, kukulipa tutakulipa. Na mama akasema hapa ndio nitakapokwenda kulea watoto wangu. Umefahamu? Akaambia nyumbani kuna watoto wangu, siwezi kuacha watoto wangu mkaja kuneemeka mie hapa. Mama akasema basi wewe chukua mtoto na huduma zote zitakuwa zinaletwa huko. Ushafahamu? Na huduma za mtoto mpaka mama ale ndio atoke maziwa, au sio? Kwa hivyo kwanza lazima mapembe yapatikane hapo. Ikawa anapelekewa huduma, alafu anakaa kama wiki mbili, anamleta mtoto kwa ikawa mtoto kwa nani? Tazama Mungu alivyokuwa mkubwa hata watu kuhoji kwa nini maziwa yote ayakatae, alikubali ziwa lako. Wa Musa alladhi rabbahu Firauna mursala, Musa aliolelewa na Firauni kaja kuwa mtume. Wa Musa alladhi rabbahu Jibrila kafira, lakini Musa aliolelewa na Jibril kawa kafiri. Huo ndio uwezo wa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Ndio anasema baada ya hivyo, farajaanaka ila ummika, tukakurejesha katika mikono na uangalizi wa mama yako, kaitakarra ainuha, ili jicho la mama yako lipate kuburudika na kupoa, asihuzunike kwa kumkosa mwanawe. Wakati mwingine katika kufikia mafanikio kuna kuwaga na vikwazo hapo Kama mama angelisema ulipata kuona wapi mtoto ukamtie katika kisanduku ukamtupe baharini, anaponaje? Lakini alipokea wahai huo
akautekeleza huo, na matokeo yake ikawa mafanikio. Sawa? Farajanaka ila ummika kaitaqarra ainuha wala tahzan, ili mama yako asihuzunike. Sawa? Sio hilo tu, wakatalta nafsan, wewe uliwahi kuua, hata kama si kwa kukusudia, lakini uliwahi kuua. Sawa? Wakatalta nafsan, uliua wewe. Fanajainaka, tukakuokoa, minal ghammi, kutokana na dunia ilikuwa imekuinamia. Umemuua Mkibti, jamaa yake Firauni, ni lazima wewe usibaki salama. Tunabaki vipi salama hapo? Ushafahamu? Lakini tulikuokoa minal ghammi, ay qatalta alqibtiyya hina asbahata shaban, pale ulipokuwa kijana. Fanajainaka minal ghammi, min ghammi alqatli, tukakuokoa kutokana na hili jakamoyo la kuua. Wasarafna anka sharra firauna, tukakuondoshea wewe shari ya Firauni. Tayyib. Wa fi sahihi Muslim, wa kana qatluhu khata'a, imekuja katika sahihi Muslim, Musa aliua kwa kukosea, sio kwa kukusudia kama dunia yetu tulivyo leo. Wafatannaka futuna, tulikutia katika majaribu mengi. Ai ibtalainaka ibtilaan aziman bianwa'in min almihani, tulikutihani kwa mambo mengi. Kumbe jamani, kufika katika mambo mazuri lazima kwanza hapo nyuma kuna mitihani. Bwana mmoja katika taalimi kule anaandika maneno yake ya mashairi, anasema likulli ila sha'awil ula harakatun, kufikia kilele au utukufu wa mambo hapa kati, hapa kuna vikwazo vingi. Ndio akasema walakin azizun ala rijali sabatu, watu wengi kuvumilia hivyo vikwazo mpaka kufika katika mafanikio inakuwa tabu sana. Ukitaka kusoma hapa kati mpaka kuipata degree sio kazi ndogo, mpaka kuipata master sio kazi ndogo, mpaka kupata udokta sio kazi ndogo, unapambana kweli kweli. Kwa hivyo ili ufikie katika utukufu shekhe, hapa kati hapa, hata ukitaka pepo huwezi kuingia kama wanavyoimba akina Kamanda baba, kalale pema peponi Kamanda. Kafiri hilo likalale pema, nani kakwambia? Lakini kalale pema peponi. Utasikia tangulia baba tunakuja, umeumaliza mwendo baba. Ushafahamu wanatangulia wakakutane peponi. Tarjuna jata, wanasema shairi mmoja, tarjuna jata wala taslikum masalika, inna safinata la tadri ala al-yabasi, unatarajia ufanikiwe bila kupita katika njia za mafanikio. Huo ni ajabu wewe, jahazi haitembei nchi kavu, au sio? Ukitaka jahazi itembee ionekane bora, uipeleke wapi? Ndio kwake kule. Na ukitaka mafanikio lazima upite katika zile njia za mafanikio. Unataka pepo alafu ukorome, dunia umeiweka mbele kuliko chochote kile, uko tayari kwa lolote kwa sababu ya dunia, alafu ukapate pepo ya Mungu. Hafa masahara wewe. Farajanaka ila ummika kaitaqarra ainuha wala